basi mwanafunzi yuko chuoni, chuo kikuu au vyuo vya kati, yuko huru, ametoka nyumbani, hana ile kubanabwana na mzazi, ametoka shuleni, hana kubanabwana na sheria za shule. Umechelewa leo, piga magoti, umechelewa leo, ruka kichura, inakuwa haipo. Anaona kwamba yuko huru. Lakini sasa pale ndipo ambapo watoto wengi au mabinti wengi wanapoharibikia. Unashangaa mtoto anapata ujauzito, unashangaa binti ameanza kutembea na wababa wakubwa au vijana. Yani maisha yake amejiona kuwa huru, kuna namna anakuwa loose au anakuwa amejiachia. Lakini sasa pale ndio sehemu ambayo ni muhimu, anapata elimu yake ili akitoka pale aende kufanya kazi. Akae sasa ile malighafi nzuri kwa ajili ya kazi, kwa kwenye makampuni, kwenye taasisi mbalimbali, anakwenda kuwa mtenda kazi. Lakini sasa yuko chuoni. Wazazi wengi tumekuwa kwamba mtoto ameenda chuo, tunaashumu kwamba amekuwa mkubwa. Lakini mtoto hakui kwa mzazi. Kadiri mzazi unavyoongezeka umri wako, ndivyo unavyopewa package au unapewa kama kitendea kazi kwa ajili ya kufundisha mtoto wako au kuendelea kumlea yule binti ambaye yuko chuo au kijana ambaye yuko chuo.